Tena Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa zote, na litukuzwe jina la Mungu aliyetukuka, aliye juu sana. Ninakusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Karibu na neema ya Mungu endelee kuwa nasi sasa na wakati wote tena, na fadhili zake ziendelee kuwa pamoja nasi. Mungu ni mwema na mwaminifu. Endelea kumpenda tu na kumwamini, na niendelee kusema pole katika changamoto ambazo pengine zipo umepitia, magumu ambayo umepitia. Mungu wa rehema aendelee kuleta rehema na neema na fadhili zake. Tazame tu, muamini tu. Omba pia kupata maarifa na hekima. Tuendelee kuyaomba hayo, kwa sababu kuna wakati tunapita kwenye vurugu fulani, misukosuko fulani, au tunapita mahali pazuri, mambo yako sawa. Hapo tunahitaji hekima pia na ufahamu wa roho pia. Tuongozwe na Roho Mtakatifu. Bwana akubariki. Karibu sana. Karibu, na kumbuka kuendelea kusubscribe kwenye YouTube channel hii ya kwangu inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Niombe ufanye hivyo kwa utukufu wa Bwana Yesu, na kumbuka kuendelea kutuombea kwa kazi ya uinjilisti ya kwenda vijijini. Tarehe zinaendelea kukaribia, siku zinaendelea kukaribia za kusafiri huko na huko. Basi tuombe, shiriki nasi kwa sadaka yako pia kwa namba za simu utaziona hapo chini ya simu au kwenye skrini yako. Karibu sana. Mungu akubariki. Kazi hiyo ni njema ya kuhusu wewe na mimi. Karibu tuombe, tusikie neno la Mungu. Mungu mtakatifu, asante kwa neno lako ambalo liko mbele yetu siku zote, saa zote. Hiki ni chakula pekee cha kiroho ambacho kinatukuza roho, kinatujenga, na ni silaha ya kumpiga adui. Baba, naomba Roho wako Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni wewe mwalimu. Naomba tufundishe, naomba tuongoze, naomba tukaweze yote kwa msaada wako tu, kwa kuwa hatuwezi sisi wenyewe, lakini kwa msaada wa Roho yote tutayaweza. Asante Baba kwa upendo wako mwingi na kwa uweza wako ulio mwingi, katika jina lako Yesu Kristo lenye nguvu. Amina. Barikiwa na Roho wa neema akujaze sasa katika kusikia na katika kuelewa. Amina. Tunaendelea tena kabisa. Naona neema ya Mungu ipo sana kwenye ujumbe huu wa umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umuhimu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuongozwa naye huku tumejazwa naye Roho Mtakatifu. Upo umuhimu mkubwa. Upo umuhimu mkubwa. Kumbuka maandiko yanavyosema kwamba alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Katika Wakorinto wa pili sura ile ya 3 na mstari ule wa 17. Bwana anasema, basi Bwana ndiye Roho, lakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Tunahitaji kuwa na uhuru wa kweli, sio uhuru wa dunia. Uhuru wa dunia ni mbaya, unapeleka watu kwenye taabu na shida, lakini uhuru wa Roho unatupeleka katika Roho, unatupeleka katika uzima, unatupeleka katika kumpendeza sana Mungu. Lakini uhuru wa duniani utakasirisha wanadamu, utamkasirisha na Mungu pia, na mwenyewe sasa utakuwa umejiingiza kwenye maangamizo. Basi tuendelee kujifunza, ni jambo jema sana la pekee. Twende tuone maandiko matakatifu. Tuanzie hapa kwenye Wakorinto wa pili sura ya 4. Wakorinto wa pili sura ya 4. Ninaanzia mstari ule wa kwanza, alafu nitakwenda mstari wa 8. Mstari wa kwanza anasema, kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei. Kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei. Nianze kusema kwamba pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu au pasipo kujazwa na Roho Mtakatifu, mtu atachoka. Kuna uchovu. Somo hili ni mwendelezo, tunaendelea. Kama ndio unaingia leo basi, lakini unaweza ukafuatia hilo la juzi la jana, unaweza ukafuatia. Sasa ni hivi, pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu, mwanadamu yoyote, awe askofu, awe mchungaji, awe si umeokoka, ndio vyovyote vile, pasipo Roho Mtakatifu kuna kuchoka na kuna kukata tamaa, na safari inaweza ikaishia njiani, na mambo yanaweza yakawa mabaya kabisa. Wengine wamefika wamejinyonga, wengine wamefika mahali wamejiua, wengine wamefika mahali wameacha kabisa habari za kiroho. Ni kwa sababu hawakwenda na kuongozwa na Roho. Maandiko yanatuambia hapa, na
mtumishi hapa wa Mungu ananena katika Roho Mtakatifu kwa ujasiri kabisa. Anasema kwa sababu tumepewa huduma hii tena kwa neema, ni rehema za Mungu, basi hatutakiwi kulegea. Tunawezaje kutokulegea? Ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye inatusaidia tusilegee popote, bali tunakuwa watu imara na hodari na shujaa katika Bwana Yesu. Haleluya, shujaa wa Bwana Yesu. Barikiwa. Twende mstari wa 8. Anasema hivi, pande zote twadhikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Haleluya. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Maana yake wako pamoja na Bwana. Bwana hatuachi. Twaudhiwa, bali hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Mstari wa 11, kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Anasema tunasongwa pande zote. Pande zote ni dhiki, ni taabu. Anasema lakini hatudhikiki tukafikia pabaya tukaangamia. Tunapigwa, wanaanguka, wako katika dhoruba na mateso katika utumishi. Paulo mtumishi wa Bwana Yesu anasema lakini pamoja na hayo hatuachwi. Twaudhiwa lakini hatuachwi. Twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Hawaangamii hata wanapotupwa chini. Yote yanawezekanaje haya? Ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Huu ndio umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Huyu anahubiri na alipita mazingira magumu na dhoruba na vitu mbalimbali baharini, kwenye maji huko, na watu kupigwa na vitu vingi vilimtokea, lakini nguvu ya Roho Mtakatifu ilimlinda. Anasema pande zote twadhikika, bali hatusongwi. Twaona shaka, bali hatukati tamaa. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, ukijazwa na Roho Mtakatifu, hakuna kukata tamaa. Wengine wote wanaweza wakakata tamaa, wengine wote wanaweza wakachoka. Wewe utachoka wala utakata tamaa. Huo ndio umuhimu na ubora na faida kubwa iliyopo ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Wengine wote wamechoka na kukata tamaa, wameacha. Wewe uachi, bado unapambana, unatembea, unasema mpaka ikitokee kitu, mpaka liwe jambo, na naamini naenda kuwa. Roho Mtakatifu ndiye anakutia nguvu, ndiye anayetia nguvu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anaweza kukutia hizo nguvu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu na si vinginevyo. Ni Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Naendelea na mstari ile mingine pale. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Uzima, kumbuka tumesoma habari za uzima, kwamba kuna sheria ya uzima. Katika Warumi sura ya 8 anasema katika roho, huyu roho ana sheria ambayo ni sheria ya uzima. Roho Mtakatifu ana sheria ambayo sheria hiyo ni ina uzima. Ni sheria ya uzima. Naendelea kule mbele katika kusoma tena. Anasema lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hiyo twanena, tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua na sisi pamoja na Yesu na kutuhudhurisha pamoja nanyi. Haleluya. Kwa hiyo imani yao haiwapi kuchoka. Anasema hakuna kuchoka, hakuna kulegea. Anasema tukijua ya kwamba yeye aliyemfufua Bwana Yesu ule uweza, na wao watafufuliwa. Kwa hiyo hakuna kuchoka, hakuna kulegea, hakuna kukata tamaa, hakuna kurudi nyuma. Wanajua na wao wanaenda kutendewa, kwa sababu yupo aliyetenda na alitendea na wengine, na wao wanajua wanaenda kutendewa.
Roho Mtakatifu ndio ana kazi ya kutukumbusha hivyo, anatukumbusha, tunakumbushwa, tunatiwa nguvu, anatusemesha. Angalia mstari wa 16. Kwa hiyo mstari wa 16, waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa pili 4:16, mstari wa 16 anasema, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Hiyo mtu anayenena hivyo au anayejua haya ni mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Ukijazwa Roho Mtakatifu unanena hayo, unajua kwa wepesi kabisa maneno hayo, wala upati shida. Kwa kweli dunia hii wapendwa tunayoipita inakukatisha tamaa sana. Ina namna ya kukatisha tamaa na kuchosha. Kuna vurugu nyingi na mambo mengi mazito ambayo yatatia watu uzito, na watu wanashindwa kuendelea kumwabudu Yesu, kuomba, kuchukua hatua za kumfuata. Sasa la kufanya ni sisi kuendelea kujazwa Roho Mtakatifu, au kumtafuta Roho Mtakatifu atujaze, atushibishe. Haleluya! Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda tu. Anajua ni dhiki nyepesi ya muda tu. Wako kwenye mateso, wameumia, lakini anasema hii ni nyepesi tu, inapita hii. Hii taabu lazima ipite. Hii taabu ni nyepesi tu. Hapa kushinda lazima tushinde. Jina la Yesu litukuzwe sana. Na anasema tusiviangalie vya nje, tusiangalie vitu vya muda, tusiviangalie vinavyoonekana kwa macho, tuviangalie vile ambavyo viko visivyoonekana, ambavyo vya milele. Hapo anakwenda kwa imani. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika, tena ni imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya sana, asifiwe Jehova. Yes, hatulegei. Anasema kwa hiyo hatulegei. Utahachache kulegea kwenye dunia hii ni mpaka uongozwe na Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu utalegezwa na dunia tu. Dunia itakuchosha, utalegea. Dunia itakulemea, mawazo yanachosha, tayari mtu umelegea mwili mpaka rohoni, yani unachoka. Lakini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, rohoni tunatiwa nguvu, imani yetu inaendelea. Utaendelea. Ndoa imechosha wengine wamechoka, wanatamani kutoka kwenye ndoa, lakini kwa nguvu ya Roho unaendelea, utaendelea, na Roho Mtakatifu atakusemesha na mambo yatabadilishwa, ndoa itakaa sawa sawa kabisa. Kijana mwenzangu, kijana, dunia unaona itakuwa imechosha. Umemaliza chuo, umemaliza masomo, alafu mambo ni magumu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu utaweka uvumilivu, na safari inaweza ikaendelea, na ushindi unaweza ukapatikana kabisa. Inawezekana. Yote yawezekana kwake aaminie. Tunaamini kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Asifiwe sana Bwana Yesu, na atukuzwe sana Jehova. Haleluya. Katika Isaya 40:29 nikukumbushe tu pale kwamba anaeleza pia juu ya hivi, nakukumbusha tu, najua utakuwa pengine unafahamu haya. Isaya 40 mstari ule wa 30, mstari wa 29 anasema, wapa nguvu wanaozimia, umwongezea nguvu yeye asiyekuwa na nguvu. Anasema hata vijana watazimia na kuchoka, watazimia na watachoka. Anaendelea mstari wa 31, anasema bali wao wamngojao Bwana, bali wao wamngojao Bwana, anasema watapata nguvu, watapata nguvu tena. Anasema watapata nguvu mpya. Iko nguvu mpya kwa wao wanaomngojea Bwana, iko nguvu mpya kwa wao wanaomtafuta Bwana. Kwenye Wakorintho wanasema twadhikika kote, pande zote ni taabu, lakini kwa sababu tunamngoja Bwana tunajua tutafufuliwa, imani itafufuliwa, maisha yatafufuliwa. Watarudishwa tena nguvu mpya. Jehova asifiwe sana. Nataka tuendelee kuona sana kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kujazwa sana na Roho Mtakatifu, kujazwa sana na Roho Mtakatifu, kuongozwa na Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu. Uko umuhimu mkubwa sana. Nataka nisome kwenye Waamuzi sura ya 14. Ona kitu kikubwa tena kiko hapa katika Waamuzi 14. Waamuzi 14
Waamuzi 14 mstari wa 5 mpaka ule wa nasoma pale. Hebu nisome Waamuzi 14 nisome Waamuzi 14 mstari ule wa Bwana Yesu asifiwe sana. Nasoma mstari wa 5. Naanzia hapa, nasema hivi: ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatelemkia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna. Sikiliza tena vizuri. Na tazama, mwana simba akangurumiwa na simba. Sasa sikiliza vizuri mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza vizuri mstari wa 6. Anasema hivi: Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake alivyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Samsoni, mtu aliyepewa nguvu za Roho. Amesema wazi wazi hapa, anasema Samsoni akawa ameenda pamoja na wazazi wake mpaka eneo la Timna, na baada ya hapo simba anawatokea, simba anayerarua, simba akawatokea. Nini kilichoendelea? Roho ya Bwana hapa ni maanake, anasema Roho ya Bwana, lakini ukija Agano Jipya maanake tunasema Roho Mtakatifu. Roho ya Bwana katika Agano la Kale maanake ni Roho Mtakatifu. Anasema Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mbuzi anavyochinjwa. Unaweza kumshika ukavuta, kama vile anavyopasua mbuzi, kama vile anavyopasua tu kuku. Roho wa Bwana akitujiria, tukiongozwa na Roho wa Bwana kwenye jambo lolote, kwenye vitisho vyovyote, tunampasua huyo mtu, huyo roho, sio mtu. Tusipasue watu, usipige watu. Tunampasua huyo adui aitwaye simba ibilisi, simba ngurumaye. Tutampasua adui. Haleluya, tutampasua. Lakini pia kuna nguvu za watu ambazo zimevaa roho ya shetani. Tutazipasua hizo nguvu za watu, ila watu tutawapasua, ila hizo nguvu walizobeba tutazirarua. Utazirarua ukiongozwa na Roho. Tukijazwa Roho Mtakatifu, wakikuletea uharibifu, ule uharibifu tutaupasua, alafu watatushangaa umesimama unaendelea. Ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, watu watakapokujia na nguvu zao zitagonga mwamba, zitakwama, zitashindwa. Shetani atakapokuja na manguvu yake, Biblia inatuambia shetani ni simba ngurumaye. Samsoni akajazwa nguvu za Roho wa Mungu, akamrarua simba, akammaliza. Na sisi tutamrarua simba angurumaye aitwaye ibilisi na shetani. Tutamrarua, nguvu zake tunazirarua, tunazipiga, hata sasa zinararuliwa, kwa sababu kwa nguvu ya Roho tunayaweza yote. Unaweza yote mpendwa, kwa nguvu ya Roho yote yanawezekana. Utaweza. Haleluya, utaweza. Utaweza katika jina la Yesu. Tunaweza. Angalia tena katika mstari wa 19. Angalia mstari wa 19. Waamuzi 14:19. Roho ya Bwana ikamjia juu yake kwa nguvu, naye akatelemkia Ashkelon, akapiga watu waume 30 katika watu hao, na kuzitwaa nyara zao, na kuwapa hao waliokitambua kitendawili mavao hayo. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Narudia tena pale mwanzo. Roho wa Bwana ikamjia juu yake kwa nguvu, naye akatelemkia Ashkelon, akapiga watu waume
watu waume 30. Watu wanaume 30 wakapigwa na mtu mmoja. Wanaume 30 kwa mtu mmoja. Fikiria tu wanaume 5. Sasa hawa ni watu 30 wakapigwa. Nini? Ni kwa sababu walijaa nguvu ya Roho. Amesema pale mwanzo, Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Kwa hiyo katika Roho kuna nguvu, na tutazipiga nguvu za watu. Hatutapiga watu, ila nguvu zile wanazozitumia za kichawi, za kiganga, za kipepo, za hila, za uongo, au nguvu za fedha wanazozitumia ili tushtakiwe, tufungwe, tuharibiwe, tutengenezewe mambo mabaya. Tutazipiga hizo nguvu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Huo ndio umuhimu wa kutembea na kuongozwa na Roho Mtakatifu na kujazwa naye. Jazwa siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana na jina lake litukuzwe. Kuna simba anayetembea tembea, anayesumbua sumbua, tutamrarua. Utamrarua kwa nguvu za Roho, si kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zangu, kwa nguvu za Roho. Tutamrarulia mbali, tutamkatilia mbali kwa jina la Bwana. Tutamkatilia mbali kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu tunaye Bwana wa majeshi. Samsoni akatiwa nguvu, Samsoni akamrarua, Samsoni akararua, Samsoni akamsambaratisha yule simba. Samsoni akaweza kushinda kwa uweza mkuu sana, kwa sababu alivikwa uwezo unaotoka juu. Alivikwa uweza unaotoka juu. Tukivikwa uweza unaotoka juu, tutamrarulia mbali adui na mamlaka zake na vitu vyake vyote. Haleluya, haleluya, jina la Yesu litukuzwe. Wewe uliyechoka, unahitaji kujazwa Roho, unahitaji kuendelea kumwomba Roho Mtakatifu. Mwambie Bwana Yesu, naomba Roho wako anijaze. Maana yake, kwa sababu mimi mwenyewe siwezi, wewe peke yako ni hakika hutaweza. Sisi hatuwezi, ila kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tutashinda na zaidi ya kushinda. Tunaweza mambo makubwa, ni mambo makubwa yatafanyika. Hatulegei, hatulegei. Paulo anasema tumesongwa. Viko vitu vimezonga watu, na watu wamechoka, na watu wamefika mahali pa kukata tamaa. Lakini nataka nikuambie, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, katika kusongwa na mengi, bado tunatiwa moyo, tunajitia moyo, tunasikia nguvu, na safari yetu inasonga, inaendelea, itaendelea. Safari yetu inaendelea na itaendelea. Safari yetu itasonga mbele, wala hakuna kukwama, wala hakuna kukwama. Safari yetu itasonga mbele. Maombolezo 3:25, kitabu kile cha maombolezo ya Yeremia, katika sura, angalia anavyosema tumishi huu, katika kupita wakati mgumu sana, machozi na kufungwa na mambo magumu yaliwatokea katika Israeli kule, wakati wa Yeremia, wakati wa nabii Yeremia, wakati huu. Baadaye kinachoendelea baada ya hayo magumu sana kutokea, nini kilichoendelea? Maombolezo 3:25, Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Mstari wa 26, ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana kwa utulivu. Natarikiwa utulivu. Roho Mtakatifu anakupa utulivu, atakusaidia, anatusaidia kwa watulivu. Hatutahangaika, atatusaidia kuwa na utulivu. Bwana ni mwema kwa wanaomngojea. Wanaomngojea, Roho Mtakatifu anawawezesha. Tunaendelea kuwa na subira na utulivu. Tutaendelea kuwa na subira na utulivu katika Roho Mtakatifu. Ni katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni katika Roho Mtakatifu tunaweza kuendelea kumtumikia Yesu. Tunaweza kusimama tunapokutana na misukosuko, dhoruba na mahangaiko. Ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tutaweza yote. Bwana akutie nguvu pale ulipochoka. Paulo anasema, japo tumesongwa na mateso ni mengi, lakini ushindi ni kwetu. Na ushindi mkubwa waliupata ushindi mkubwa, na waliendelea, walivuka. Kwa nini? Kwa sababu walienda katika utulivu, katika uvumilivu, na kwa sababu walitiwa nguvu kwa Roho Mtakatifu. Ipo juhudi yetu, hapo ndipo Roho Mtakatifu anakuja na kututia nguvu katika ile juhudi ambayo tunayo. Nimalizie kwa kusoma Ufunuo 2:1-3. Ufunuo sura ya 2, 1-3. Inasema hivi. Ufunuo sura ile ya 2, mstari wa kwanza
na ule wa 3 anasema hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu, na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Haleluya, ukawaona kuwa waongo. Mstari wa 3, tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Wala hukuchoka. Wala hukuchoka. Roho Mtakatifu hawezi kutuacha tukachoka, wala hachoshi mtu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kutuchosha. Roho Mtakatifu anatutia nguvu. Pale ulipochoka unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Pale tulipochoka tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Pasipo msaada wa Roho Mtakatifu tutazidi kuchoka na tutaanguka na tunaweza tukaangamia kabisa. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu wakati wote. Tunauhitaji uwepo wa Roho Mtakatifu wakati wote, katika hali zote tunamhitaji. Anasema anapongezwa, hizi ni baraka, kwamba pamoja na taabu yote, najua dhiki yako, najua na subira yako, najua taabu yako, na yajua matendo yako, na wewe kwamba hukuweza kuvumilia au kuchukuliana na watu wabaya, ulikataa ukasimama imara. Anasifiwa, anapongezwa, anabarikiwa, anaambiwa ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Usichoke kwa jina la Yesu. Nami nasema tusichoke kwa jina la Yesu. Tusichoke, bali tuendelee kuwa na uvumilivu tukimngoja Bwana. Cha msingi ni sisi kusimama kwenye wokovu, kwenye ukweli, kwenye utakatifu, na Bwana ni mwema sana. Barikiwa. Inua mkono wako tena namna hii, sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru tena kwa siku ya leo. Ninaiomba neema yako tena inijilie. Ninauomba na uweza wako tena unijilie. Nikajazwe na nguvu kwa Roho wako. Nikawezeshwe kwa uweza wa Roho wako. Ninaomba mapenzi yako yakaendelee kutawala na kutimizwa juu yangu na ndani yangu. Ninaziomba fadhili zako Mungu mwenye fadhili. Ninaziomba rehema zako Mungu mwenye rehema. Ninaomba utukufu wa jina lako na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa siku zote. Bwana, ninaomba mkono wako unaobariki ukanibariki. Ninaomba fadhili zako zikawe nami tena. Sema, naomba unitie nguvu. Nisamee, sema naomba nisamee nilipolegea, nilipochoka na kukata tamaa. Sema, Bwana Yesu, naomba nisamee. Mwokozi wangu, naomba nisamee. Mwokozi wangu, ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa pendo lako katika jina la Yesu Kristo. Sema, ninaomba nivike uwezo tena na nguvu katika Roho Mtakatifu. Nitembee katika mapenzi yako Baba katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, nivute kwako. Naomba nitie nguvu pale nilipochoka. Nitie uwezo kwa Roho wako. Nisichoke, nisianguke. Sema, sihitaji kuanguka. Naomba nishike mkono nisije nikaanguka. Naomba niongozwe nawe kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa kunipenda. Nivike uweza na nguvu zako. Haleluya. Ndiyo, naam, na iwe hivyo sasa, na iwe kwa jina la Yesu. Viko uweza, viko Roho. Jazwa ndani yako. Usilegee, usichoke. Usilegee wala usichoke. Tembea kwa imani, nenda kwa imani. Simama kwa imani, simama tu. Saa ya Bwana ipo. Saa ya kuinuliwa ipo. Saa ya kutoka hapo palipo pagumu ipo. Iwe ni kwenye ndoa, kwenye kazi hiyo, kwenye maisha hayo, kuna ugumu, kuna tatizo, kuna vikwazo, kwa jina la Yesu utatoka. Tiwa nguvu, simama kwenye haki na kwenye ukweli. Usikubali mabaya, hayo ni ya shetani. Tulia tu. Anasema alimfurahia katika Ufunuo sura ya 2. Anasema, na kwa sababu hukuchoka, ulivumilia
na anasema sasa, anayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, atapewa taji. Bwana, mbariki mtu huyu aliye mgonjwa, mpe kupona sasa. Aliye katika mateso yake yaondoshwe, vifungo viharibike kwa jina la Yesu. Baraka za Bwana ziwe nawe sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo, amina. Fadhili za Yesu ziendelee kukujaza sana sana sana. Yesu ni mwema. Endelea kuona furaha, jazwa nguvu mpya kwa Roho Mtakatifu.